Ndugu zangu, nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya baraka tuliyopewa leo kama nafasi maalum kabisa kwa ajili ya kuendelea kuongezewa uwezo na ujuzi wa namna nzuri ya kuendelea kupata haki zetu kupitia swala zima la manunuzi ya umma. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa PPAA kipekee kwa kunipa heshima na mimi kushirikiana nanyi wote ambao mko hapa na mimi kunifanya kuwa sehemu ya shughuli hii muhimu siku ya leo. Kama ambavyo nimekuwa nikiwaambia wengine, kwa Dodoma hapa kimwalika mkuu wa mkoa umempa upendeleo tu maalum, kwa sababu unaweza ukaalika wote wa nchi wako hapa, wala ukachagua yote unayemtaka. Asante sana. Kipekee napenda pia kutumia fursa hii kuishukuru na kumpongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada kubwa anazozifanya katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wote. Jitihada hizi zimejikita katika kuongeza tija, ufanisi na thamani ya fedha katika sekta ya ununuzi wa umma, sambamba na kuimarisha uwazi, uwajibikaji na usimamizi bora wa rasilimali za umma kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Nyie wote ni mashahidi, na hasa wale ambao wameshaanza kufanya biashara na wamechangamkia fursa kama akina Eliza pale, wanajua kuwa mambo yaliyopo ni mazuri na ni makubwa, lakini yanataka tu watu wenye utayari. Kwa hiyo kazi yake kama kiongozi wa nchi ni kutengeneza mazingira mazuri ya watu kujiletea maendeleo. Ameshaweka mazingira mazuri kwa kutunga sheria nzuri ambayo inasema kuna fungu maalum la makundi kununua na kuuziana na serikali. Ameshatenga fedha kwa ajili ya kufanya biashara na watu wanaofanya biashara. Ameshaweka taasisi, ukiona umeonewa hujaridhika na maamuzi ukate rufaa. Sasa afanye nini tena? Mpeni makofi yake mengi mengi. Kwa upande wake Mheshimiwa Rais ameshatufanyia maandalizi mazuri sana ya sisi sasa kuchukua hatua za kujiletea maendeleo baada ya kutuwekea mazingira mazuri. Aidha, niwapongeze kwa dhati sana PPAA kwa utekelezaji makini wa majukumu yenu kwa mujibu wa sheria, hususan katika kupokea, kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma, pamoja na kufungiwa kwa zabuni, kushiriki katika michakato ya ununuzi wa umma na malalamiko ya udhibiti wa ununuzi wa umma. Na ninawapongeza kwa sababu hivi punde nimetoka kuwauliza, tangu mmeanzisha watu wanawajua na wanaleta malalamiko? Ukasema kwa kweli tunayapokea. Kwa hiyo watu wamewajua kwa sababu ya kazi hii nzuri mnaoifanya ya kuwafanya wayajue. Mnawapa elimu, mnawakumbusha kuwa ukiona hujaridhika sisi tupo. Hongereni sana. Leo tumekusanyika hapa kwa lengo kuu la mafunzo yanayohusu fursa na haki za wafanyabiashara na pamoja na makundi maalum katika michakato ya ununuzi wa umma. Nawashukuru kwa dhati PPAA kwa kutambua umuhimu wa kuwaletea mafunzo haya katika mkoa wetu wa Dodoma. Ni dhahiri kuwa mmefanya uamuzi sahihi, kizingatia kwamba Dodoma ni kitovu cha shughuli nyingi za uzalishaji na maendeleo ya kiuchumi. Napongeza sana PPAA kwa kushirikiana na PPRA katika hatua mnazochukua za kuandaa mafunzo haya kwa lengo la kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Umetupa taarifa mikoa mliofanya na maeneo mengine hapa. Hata hivyo, bado ipo kazi ya ziada ya kuhakikisha mafunzo haya yanafanyika mara kwa mara ili Watanzania wetu hususan vijana na makundi maalum wapate elimu ya kutosha kuhusu fursa na haki za wafanyabiashara na makundi maalum katika mchakato ya ununuzi wa umma. Lakini pia nimefarijika sana kuona mwitikio wenu chanya, kwani ninyi ndio walengwa wakuu katika mustakabali wa ukuaji wa uchumi kuanzia ngazi ya kaya mpaka ngazi ya taifa. Ili kustawi katika biashara zenu, ni muhimu mfahamu kwa kina sheria za ununuzi wa umma pamoja na kanuni zake.
ili muweze kushirikiana na serikali kwa uwazi na kuisaidia kupata thamani halisi ya fedha katika miradi yake kwa manufaa ya wananchi. Hii ndio sababu PPAA imeona umuhimu wa kuandaa mafunzo haya kwenu, na hivyo basi mna wajibu wa kutumia fursa hii kwa umakini mkubwa ili baada ya mafunzo haya muweze kushuhudia mabadiliko chanya yenye tija katika biashara zenu na katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kupitia mafunzo haya mtapata fursa ya kusikiliza mada mbalimbali zitakazowajengea uelewa na kuwapa misingi muhimu kuhusu biashara na uchumi pamoja na masuala mengine yanayoakisi maendeleo katika shughuli zenu za kila siku. Ni vyema mkazingatia kwa makini mafunzo haya ili baada ya kumalizika tuweze kushuhudia mabadiliko chanya, ikiwemo kuzingatia matakwa ya kisheria ya ununuzi wa umma kwa lengo la kuhakikisha soko linabaki shindani na kuiwezesha serikali kupata thamani halisi ya fedha katika miradi yake. Aidha, natoa rai kwa PPAA na PPRA kuendelea kuelimisha vijana kuchangamkia fursa za uwekezaji, biashara na uchumi wa ubunifu, jambo ambalo litakuwa chachu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa taifa. Ndugu washiriki, nimeelezwa kuwa mtakuwa hapa kwa muda wa siku hii moja kijifunza kuhusu fursa na haki za wafanyabiashara pamoja na makundi maalum katika mchakato wa ununuzi wa umma. Ni imani yangu kuwa wataalamu wetu watawapatia maarifa ya kina yatakayowawezesha kunufaika ipasavyo na fursa hizo, sambamba na kutambua na kutumia haki zenu katika kushiriki kikamilifu michakato ya ununuzi wa umma. Ni imani yangu kuwa kupitia wataalamu wetu tapata wasaa mzuri wa kuelimishwa na kuwezeshwa kuielewa vema fursa mbalimbali zinazopatikana katika zabuni za umma, haki za zabuni katika michakato ya ununuzi wa umma, mambo muhimu ya kuzingatia katika mfumo wa NeST pamoja na utatuzi wa migogoro katika ununuzi wa umma. Rai yangu kwenu washiriki wa mafunzo haya ni kutumia siku hii adhimu kwa umakini mkubwa ili kuelewa kikamilifu yatakayowasilishwa na hatimaye kuwa mabalozi wema wa serikali katika kuwezesha vijana na makundi maalum kiuchumi. Leo tunaambiwa usiporidhika, kwa sababu malalamiko tunakuta mara nyingi sana tukienda kwa wananchi. Unaambiwa usiporidhika na utaratibu wa manunuzi namna ilivyofanyika, na wewe uliomba tenda labda au vyovyote vile ukaona kitu hakijakaa sawa, yuko PPAA wa wewe kukata rufaa, kuambia jamani, mimi ndishiriki lakini naona kuna kitu kimoja mbili wataeleza vizuri hapa hakikwenda sawa. Na hii imewekwa vizuri ili kuongeza uwazi, kuongeza uwajibikaji wa serikali na watumishi wa serikali, na pia kuleta ushiriki na uwajibikaji wa kila mmoja. Sasa na mimi hapa nitoe wito kwa maafisa manunuzi. Tunapoenda huku kwenye uwazi, na sisi maafisa wanunuzi tuna kazi mbili za kufanya. Kwanza, kuendelea kufuata sheria na taratibu za serikali kama zilivyowekwa ili tupunguze malalamiko, hoja na rufaa zisizo za lazima. Sababu nyingine zinatokana na watu kutozingatia wataalamu, wengine zinatokana na mambo mengine mengi. Kwa sisi ambao tunahusika, hemu tufuate taratibu ili kupunguza. Hatutaki, si sifa sana kuona PPAA wanapokea malalamiko mengi. Maana kutakuwa na mahali kuna kasoro. Na hiyo kasoro ilikuweko, ndio maana taasisi hii ikaundwa. Sasa tunatamani zionekane kuwa na sisi jamani, kuwepo kwa hii taasisi imetusaidia kuturegulate, na PPAA msijisikie vibaya zikiwa chache, mfuatilie tu, kwa ina maana kuwepo kwetu sisi tuleta hofu kwa watu wameenda kutimiza majukumu yao vizuri, ili haki kule ipatikane huko huko bila watu kulazimika kwenda hatua nyingine. Lakini tunajua kwenye manunuzi kunataka uwazi. Kwa hiyo ukiwa na uwazi mzuri, mtu akaelewa kwa nini sijapata mimi badala ya huyu, wenda pia tukapunguza hizo rufaa. Lakini kikubwa, watu wa manunuzi tunaendelea kutoa wito kupitia taasisi mbalimbali, kupitia halmashauri. Ni wajibu wetu kuwaelimisha Watanzania
Nakumbuka kupitia kwenye halmashauri zetu mara nyingi tumekuwa tukiwaambia kupitia wakurugenzi kuwa maafisa wanunuzi wajipe muda wa kuwasaidia wananchi namna ya kujisajili kwenye mifumo hiyo ya neti na vitu vingine, ili wapate fursa ya kutumia fursa kubwa ambazo zimewekwa na serikali. Sasa mwingine anaweza akaona si wajibu wake, kwa sababu yeye kazi yake aliyopewa ni kutangaza tenda na kuhakikisha nani amepata vigezo na nani ameshinda, lakini sisi wote ni Watanzania. Dhamira ya Mheshimiwa Rais na serikali yake tumeijua, ni kutaka kila mtu afaidi na keki hii. Tunajua wenzetu wa kule pembezoni kuja kujua mfumo huenda ikamchukua muda mrefu, lakini wana haki ya kupata fursa. Kwa hiyo mtumishi yote mwenye dhamira ya dhati kabisa na wananchi anaowatumikia ataona hilo ni jukumu lake la kulifanya, na atajivunia akiona katika halmashauri yake, katika taasisi yake, watu wengi kabisa waloko fundi wanaomba, kwa sababu yeye amekuwa na mchango wa kuwafundisha namna ya kutumia hizo fursa. Kwa hiyo naomba nitoe wito huo pia kwa watumishi wa serikali. Tunatamani haya makundi kama yalivyokusudiwa yapate fursa. Ndugu zangu, kazi yangu leo ilikuwa ni kuja kufungua mafunzo haya, lakini niendelee kuwakumbusha ni matamanio yetu, matamanio ya Mheshimiwa Rais kuwaletea tabasamu wa Tanzania. Sasa wakati fulani mimi mtu akiwa ananipiga picha ananiambia, mkuu tabasamu. Niambia bwana nimetabasamu. Bado mkuu, meno hayaonekani. Kumbe kutabasamu hadi meno hayaonekani. Sasa wakati fulani kumbe hata wewe mwenyewe unatakiwa ujifunze kutabasamu. Yaani mazingira yako yamekupa tabasamu, lakini na wewe mwenyewe ujifunze kuyatumia kutabasamu. Hawezi kuja kukufanya hadi meno yaonekane bila wewe kuamua kuyaachia meno yaonekane. Serikali imeweka mazingira ya kutupa tabasamu, na wale walioanza kuyatumia unasikia walivyo na furaha. Wale wengine wasioyatumia unasikia wanasononeka, lakini unasema mbona hapa pembeni yake kuna tabasamu hivi, huyu mwandake ameliona yeye halioni? Kwa sababu mmoja ameamua kuchukua hatua, mmoja ameamua kutochukua hatua. Kwa kazi tulionayo kwa sasa, wananchi wangu wa Dodoma, sisi tunao bahati sana hapa. Nafikiri wangekuwa wanapima mikoa ambayo ina manunuzi ya umma mengi, wizara zote zinanunua ziko hapa Dodoma, ninatangazia tenda kutoka Dodoma. Taasisi zote za umma ziko hapa Dodoma, ninatangazia tenda toka Dodoma. Uache tu halmashauri ambazo ziko kila mkoa, si na ofisi ya mkuu wa mkoa iko kila mkoa. Sisi tuna wingi kwa sababu ya uwepo wa serikali kama makao makuu. Ningetamani nikute kila mwana Dodoma ametabasamu, maana huyu kaingia wizara ya fedha, huyu kaingia wizara ya kilimo, huyu katokea taasisi gani, huyu katokea, hata hao wenyewe wananunua na wao. Lakini wako watabasamu wengine wako nje ya mkoa wa Dodoma, wanakuja kutabasamia hapa hapa ambako sisi tupo, alafu watuoni kama tumezungukwa na tabasamu. Niwaombe tuamshane huko. Ukiona jirani yako, ukiona nani hachangamki, mwambie tuchangamke. Kuchangamka na fursa si legelege, sio vitu vya rahisi. Kila kitu kinataka ujitume. Kama unaweza mama, nikaamka saa 10 mimi nikapika sambusa nikaziuza. Nimeshaweza kujituma, nimetumia nguvu zangu. Nashindwaje kutumia masaa mawili kujifunza nesti ili nipate tenda ya serikali? Hii naliona ni gumu. Kwa si kwamba ukiambiwa kitu kipo ni fursa kiko kirahisi, lazima fursa hiyo ichangamkiwe. Toa muda wako, toa nguvu zako, toa akili yako. Ukishajua huko mbele utaanza kuona tabasamu linakuja, hata meno kabla hawajakwambia cheka umeisha cheka, kwa sababu tabasamu liko lenyewe mdomoni. Kazi na utu. Basi naomba baada ya kusema hayo niwatakie kila laheri katika mafunzo haya na utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Na sasa natamka rasmi kuwa mafunzo ya fursa na haki za wafanyabiashara na makundi maalum katika mchakato wa ununuzi wa umma yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.